watafanya kazi kwa sub county, na tutakuwa na vyeo vya wale watafanya kazi kwa assembly na vijiji, kwa sababu hii itakuwa full fledged program kuanzia kwa kijiji mpaka kwa headquarters. Hiyo kwa structure ile nilikuwa nikiongoza hapo nyuma unstructured program, lakini sasa mtakuwa na mwakilishi kwa kijiji mmoja na kwa yake. Nitaweka 4 katika assembly, 4 katika sub county, 4 katika county, na Waisraeli wote ni makuhani. Sasa inapofika kwa wewe ndio idara ya makuhani, unadili na Waisraeli wote. Haitakuwa vile mlikuwa mnadili na watu 2 watatu wale wako na kanza. Hapana, nyinyi ni makuhani lakini mko na mistari. Waisraeli wako ni makuhani lakini hawana mistari. So msema mwanzo sema ati idara yenu iko special. Hapana, nyinyi ni makuhani wa makuhani, makuhani wa Waisraeli. Sasa uongozi unaanza kubadilika. Unapokuwa kwa sub county, unapokuwa unasimamia assembly kama kuhani, watu wote kwa assembly tunapotaka idara hii isaidiwe, wote wanatoa mchango. Bwana asifiwe. Amen. Tutakuwa na makuhani wa milele, makuhani wa county, makuhani wa sub county, makuhani wa assembly na makuhani wanaowakilisha kijiji. Sasa tukihitaji wale watabaki hapa Nineve na wale wamepata cheo cha senior priest, ndio watafanya kazi hapa Nineve. General priest mtabaki kwa county. Junior priest wataanzia kwa sub county kwa kijiji. Na mjue bishop ni priest. Pastor pia ni priest. Pia ni administrator. Hakuna vyeo viwili. Bishop wa county ni priest. Chief minister ni priest. Pastor ni priest. Wanakuwa priest wakati kazi za ukuhani zinapoingia katika management yao. Na wanakosa kama priest wanapoanza kazi ya administration. Kwa hiyo lazima tuwe na mtu katika county anayesimamia mambo ya county. Hatuwezi kusimamia wote. Sasa inapokuja kwa utawala, yeye hapo pale. Tunapokuja kwa mambo ya maombi akiwaambia watu kama bishop, si ni priest sasa? Bwana sifiwe. Ndio nilisema kila mtu ni kuhani. Hata unapokuwa nyumbani kule na mpe mzee aombee watu. Kana anafanya kazi mzee wa mtatu aombea watu. Unapoita mtu aombea watoto wako, saa ile anafanya kazi ya ukuhani, lakini yeye si kuhani kamili. So watu wengi wanafanya kazi ya ukuhani lakini hawajapewa mafuta ya ukuhani kamili. Wanafanya ukuhani kwa ndoto, mazenge. Wanakuja tu pale kidogo alafu wanarudi mahali hapo. So ukiambia mama ombea chakula, hiyo ni kazi ya kuhani. Anaomba alafu anarudi kwa mama. Unapoambia wazee ombea watoto wanaanza safari, anaomba tena anarudi kwa mzee. Lakini nyinyi mmepewa daraja hiyo permanent. There's a difference. Yeye ni permanent na wengine wanafanya temporary. Kwa wakati unaofaa wanafanya kazi ya ukuhani kwa dakika ile, wakimaliza wanarudi kazi. Lakini wewe unajulikana kuanzia siku jioni wewe ni kuhani. Lakini wengine wanafanya kazi ya ukuhani bila kujua wanafanya. Wanapoombea chakula ni kuhani. Wanapoombea watu wakaenda safari ni kuhani. Wanapoombea mtu aje kuombea nyumba ni kuhani. Unapoambia watu hata wazee huko nyumbani waombee watoto wakitaka kwenda jandoni, wale wanaomba wanafanya kuhani. Ukiombea mtu yeye ni mgonjwa, hata kama yeye si kuhani, akiomba kazi ile anaifanya ni ya kuhani, ingawa yeye si kuhani. Lakini wewe unafanya kazi hii ni permanent. So lazima uje mbele ya kiti cha rehema kwa ujasiri. Biblia inasemaje katika mstari huo? Ili tupewe rehema. Ukija bila ujasiri utakosa kupewa rehema. Tunapokuja kwa kiti cha rehema, uje na ujasiri ili upewe rehema, kwa sababu unapokuja huna umeitwa kwa kiti cha rehema, uje na ujasiri. Ukishafika pale upewe rehema. Unapopewa rehema kuna kitu kinafuata rehema.